watu hawakuamini na hawakubelieve kwamba Steven Bakari kocha sahihi wa klabu ya Simba. Second half anaingia mfumo wa 4-2-3-1. Amebadilisha hapo. Anatupa majibu ya kufungua defense ya TRA. Inakuwa nyepesi na inatota na inaoana na tunapata magoli ambayo yametuhakikishia kupata ushindi wa rekodi. Mbonga mwalimu Chobedo hakutembea kabisa. Hakutembea kokote, umeona ameanza kwa Duchu kwa Nixon Kibabage. Nixon Kibabage amemzuia. Ilikuwa kazi kule, akaamua kuhama uwanja, akahamia kwa Duchu. Duchu kasumbua tena. Nzuri. Kwa hiyo Nixon Kibabage amekuwa bora sana leo dhidi ya Chobedo. Nzuri. Chobedo amekuwa imara kuna maeneo mengi, ndio maana timu yake TRA imekuwa kimtegemea. Sio nzuri. Lakini leo hakuwa bora sana kwenye uwanja kwa sababu alikuwa haonekani akiwa na mpira anyang'anywa kirahisi. Kwa hiyo timu yake kama ilikuwa naikaba. Kwa hiyo Chobedo ametepetwa, amechomegwa. Bwana, tuzungumzie ubora wa Simba ndugu yangu. Mimi nimechelewa. Simba Sports Club kwa namna ambavyo tunavyoitazama inaonekana inabadilika kile inapoitwa leo. Siri ya mafanikio haswa, tuendelee kumsifia mwalimu Steven Bakari ama tuendelee kuisifia commitment ya mchezaji mmoja mmoja ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club? Kwanza ni kumsifia mwalimu Steven Bakari ambaye amekuwa ni profesa wa soka Tanzania. Hiyo moja. Ni mwalimu mzuri ambaye ameweza kuunganisha timu kwa muda mfupi tangu amefika. Good chemistry inaonekana. Wachezaji wa dirisha dogo ambao wamekuja, unamzungumzia Clatous Chama, Libase Gwe, Anset Yaula, Inos Liomba, Ismail Traore, wamepata muunganiko moja kwa moja. Unaweza kufikiri wamekaa miaka mitatu na klabu ya Simba. Unaiona pattern ya Clatous Chama na Riem Pans Kibisawala. Utafikiri mapata ambao wamecheza pamoja kwa miaka mitano. Kumbe ni watu ambao wamekutana dirisha dogo. Hiyo ni kwa sababu gani? Kwanza ni kwa sababu ya mbinu za mwalimu, pili mental toughness ya mwalimu ambao amebuild kwa wachezaji wake baada ya kukabidhiwa kosi ndio hiki. Kwa hiyo kwanza namsifia mwalimu Steven Bakari, sema ni mwalimu na benchi ya fundi, sema ni Matola na benchi yake ya fundi zima. Pili na wachezaji ambao wanapoa, wanalishwa, wakishalishwa wanakwenda for digestion kwenye uwanja, maana yake wanatoa kilichobora ili kuifanya Simba kuwa bora. Wachezaji wa Simba unaona leo wanacheza kila mechi kwa jasho la damu. Wachezaji wa Simba wanapambana usiku na mchana ili kupata matokeo. Hii ndio Simba asana maziwa ambayo tulikuwa tunataka kuiona kwamba kila mechi inakuwa ni finali ili tupate matokeo. Na leo naona leo wamejitahidi kupata matokeo. Ukiangalia Simba na kwa namna ambavyo inavyokwenda kwa sasa, Simba inaonekana kuwa ni ya tofauti pengine. Unadhani kile ambacho kimefanyika na usajili wa Simba Sports Club ndani ya dirisha dogo ndio mazao haya ambayo yanatokea kwa sasa? Kwa kweli nawapongeza viongozi wa klabu ya Simba ambao wamefanikiwa kusajili wachezaji hawa ambao wametupa matokeo. Niwapongeze viongozi wa Simba kazi kubwa ambayo wamefanya. Dirisha dogo ndio ambalo limetubeba mpaka dakika hii. Ukiangalia Anset Yaula dirisha dogo, ukiangalia Libase Gwe dirisha dogo, Inos Liomba dirisha dogo, Clatous Chama dirisha dogo. Kila mechi ana score na kila mechi anaipa ushindi Simba. Kwa mara ya kwanza haijawahi kutokea Tanzania na Afrika na duniani kote mchezaji kupata man of the match mara 4 mfululizo hajatokea. Ndio kwa mara ya kwanza klabu ya Simba tumefanya chini ya Clatous Chama. Man of the match mara 4 mfululizo, mara kwa mechi 4 mfululizo. Hii ni jitihada kubwa ambayo imetuheshimisha kama nchi. Lakini goli la Chama limekuwa ni heshima dunia nzima, wanazungumzia klabu ya Simba. Kwa hiyo nilisema ni pongezi kwa benchi ya fundi, viongozi na wachezaji ambao wamejituma siku na mchana. Endelee kuamini TRA watakuwa bora zaidi wakiwa nyumbani kwao na wala si katika ardhi ya jiji la Dar es Salaam. TRA ni bora akiwa nyumbani kwao, sio hapa Dar es Salaam, na hasa kukutana na klabu ya Simba. Na hasa kukutana na klabu ya Simba hawezi kuwa bora. Shukrani sana. Kila heri. Kama wananchi kwenye picha zao za uwanja wamekuja na nongo ya moja kwa moja. Scoreboard inasoma 5-1, umeiona ile? Ule ni uwanja wa kwenye laptop, ile kompyuta ambayo hata mwenyewe naweza kutengeneza. Kwa hiyo huo ni uwanja. Kikubwa ni wapongeze kama wana maono ya kujenga uwanja. Yanga wakijenga uwanja kwa mfano wakaanza, wanatusaidia na sisi pia kwa kujenga uwanja, kwa sababu nature ya vilabu hivi huwa ni kukumbushana, ni kushindana. Kwa hiyo kama Yanga atafanikiwa kuanza, maana yake na sisi automatically tutaanza. Kila